Viongozi wa kidini Molo na Kericho wakiongozwa na kiongozi wa PCEA nchini Thegu Mutahi wametaka mamlaka ya ujenzi ya kitaifa NCA kuwajibika vilivyo wanapotoa ramani ya ujenzi kufuatia ongezeko la kuporomoka kwa vyumba humu nchini. Pia walilalamikia njia iliyotumika katika uteuzi wa mashule kwa wanafunzi wa gredi ya 10. Habari hizi tunajuza na mwandishi wetu wa Molo, Jameson Ndongo. Viongozi wa kidini wametoa tetesi kuhusiana na ongezeko la kuporomoka kwa mavyumba hapa nchini. Wacha tusikize kutoka kwao. Kuna nyumba iliporomoka pale South C Nairobi, na tena nyumba nyingine imeporomoka kule Karen. Tunashindwa hizi nyumba wanaoidhinisha, kwani huwa wameidhinisha kiasi gani? Zimejengwa ghorofa gapi? Wanakagua au labda ni hongo zilizotolewa, ikawa hongo hizi zimesababisha ujenzi ambao haufai uidhinishwe, ufundi ambao haufai uidhinishwe, na katika nyumba hizo kuporomoka maisha yamepotea. Kwa hivyo tunaomba wanaohusika katika mambo ya kukagua ujenzi wahakikishe kwamba wanakagua zile ramani vizuri, kisha wanafuatilia. Lakini pia hata wajenzi wenyewe na wenye hiyo miradi, tungewasihi wasifanye miradi kwa njia ambayo haifai. Pia wametoa rarama kuhusiana na njia iliyotumika katika kuwateua wanafunzi wa gredi la 10. Watoto wadogo ambao hawajatimiza umri wa kwenda kujipikia, badala ya kwenda kwa shule za bweni, wamepelekwa katika shule ambazo itabidi wakatafute nyumba, wakoboe nyumba, wakajipikie. Wameanza ugumu mapema sana. Kwa hivyo tukiomba utaratibu wa kuteua wanafunzi urainishwe, ili wanafunzi ikiwezekana wakae karibu na kwao. Shule ambayo iko karibu na kwao, hata kama wataenda shule ya bweni, isiwe shule ya mbali sana, sababu kila county inapaswa kuwa na shule ambazo zinaweza kuwajipikia wanafunzi wao. Kwa sasa sina la ziada ila kukurejeshea usukani studio. Nikiripotia NTV mashinani kutoka hapa Moro, kaunti ya Nakuru. Jina langu ni Jameson Ndongo.